Ndugu waandishi wa habari, leo nimekutana na nyie rasmi kutangaza baraza jipya kivuli la mawaziri la chama cha ACT Wazalendo kwa kipindi kinachofuata baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kama ilivyokuwa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, matokeo ya uchaguzi ya mwaka 2025 yameendelea kutoa uwakilishi mwembamba sana wa upinzani bungeni, hali inayoongeza umuhimu wa vyama vya siasa kuendelea kutumia mifumo mibadala ya kuisimamia serikali, kuikosoa na kuibana ili iweze kuwajibika kwa wananchi. Kutokana na hali hiyo, ACT Wazalendo itaendelea kutekeleza wajibu wake kama chama kinachoamini katika siasa za masuala na kuimarisha chombo hiki kilichoanzishwa rasmi kupitia azimio la Halmashauri Kuu ya Taifa la mwaka 2022. Azimio hili la Halmashauri Kuu ya Taifa ya ACT Wazalendo lilimpa kiongozi wa chama mamlaka ya kuunda baraza kivuli la mawaziri ili kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata sauti mbadala yenye hoja na kuisimamia serikali hata nje ya muhimili wa Bunge. Hili ni baraza la 3 tangu kupitishwa azimio hilo mwaka 2022. Kwa kipindi cha miaka 4 iliyopita, baraza kivuli limekuwa nguzo muhimu katika kuibua changamoto za wananchi, kusukuma mjadala wa kitaifa kuhusu masuala ya msingi ya wananchi na kushawishi hatua mbalimbali za kisera na kiutendaji kutoka serikalini. Baraza hili limejijengea heshima kama jukwaa la hoja mbadala, sauti ya wananchi na sehemu ya kuendeleza mapambano ya kuibana serikali katika kuitafuta Tanzania ya wote kwa ajili ya maslahi ya wote. Kwa mwaka huu wa 2026, baraza kivuli litakuwa tofauti kidogo ilivyokuwa hapo awali. Mbali na kuwatumia wanachama wenye uzoefu, uwezo na weledi waliopo nje ya Bunge, litawahusisha wabunge waliopo bungeni ili kupanua wigo wa usimamizi wa serikali na kuimarisha ubora wa utendaji. Lengo letu ni kuhakikisha kuwa ACT Wazalendo inaendelea kuwa sauti imara ya wananchi ndani na nje ya vyombo rasmi vya dola. Katika uteuzi niliofanya, ninapenda kutangaza kuwa umezingatia uwakilishi wa kitaifa, uwiano wa kijinsia na umezingatiwa. Nimeteua jumla ya wanawake wasemaji mawaziri vizuri kamili 21 kati ya wasemaji wote 23, sawa na 47% ya wasemaji wote. Na orodha mpya ya wasemaji na manaibu wasemaji wa kisekta ni kama ifuatavyo: Waziri Mkuu kivuli ndugu Isiaka Rashid Mchinjita, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati na madini ndugu Luhaga Johnson Mpina. Katibu mkuu kiongozi ataendelea kuwa ndugu Idrisa Abdul Kweweta. Wasemaji: ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, na pia mnadhimu wa baraza kivuli ndugu Nagi Kaboyoka. Ofisi ya rais, mipango, fedha na hifadhi ya jamii ndugu Ado Shaibu Ado. Ofisi ya rais, utumishi na utawala bora ndugu Pavu Abdalla Juma, msemaji, ndugu Samson Chacha Marwa, naibu msemaji. Ofisi ya rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa
na maendeleo vijijini. Ndugu Kulthum Jumanne Chuchuli, msemaji. Ndugu Shingo Bakari Shingo, naibu msemaji. Ofisi ya Makamu wa Rais, Mazingira na Muungano, ndugu Saidi Ali Mbaruku. Wizara ya Ulinzi, Mambo ya Ndani na Usalama wa Raia, msemaji ndugu Rashid Habib Ali. Naibu msemaji ndugu Huseni A. Kaliango. Wizara ya Katiba na Sheria, msemaji ndugu Peter Madeleka. Wizara ya Mambo ya Nje, Ushirikiano wa Afrika Mashariki, msemaji ndugu Fatma Fereji. Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii, msemaji Dr. Elizabeth Sanga. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, msemaji ndugu Kiza Hussein Mayeye. Kilimo, Umwagiliaji na Maendeleo ya Ushirika, msemaji ndugu Bazilio Kapunda Mbwilo. Naibu msemaji ndugu Franki Ruhasha. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, msemaji ndugu Riziki Shahali Mkwali. Naibu msemaji Saidi Ibrahim Mzimba. Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Miundombinu, msemaji ni ndugu Mtutura Abdalla Mtutura. Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, msemaji ni ndugu Janet Joel Rite. Wizara ya Kazi, Ajira na Maendeleo ya Vijana, msemaji ni ndugu Abdul Omar Nondo. Wizara ya Maji, Mazingira na Mabadiliko ya Tabia Nchi, msemaji ni ndugu Jacinta Corneli Awiti. Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, msemaji ni ndugu Shangwe Mika Ayo. Wizara ya Viwanda na Biashara, msemaji ni ndugu Mwanaisha Zuberi Mdeme. Wizara ya Maliasili, Utalii, Utamaduni na Michezo, msemaji ni ndugu Emmanuel Ntobi. Mwelekeo wa Baraza Kivuli. Kwa mwaka huu ninalielekeza Baraza Kivuli la Mawaziri kuweka nguvu kubwa zaidi katika kusimamia uwajibikaji ndani ya serikali na taasisi zake. Taifa letu haliwezi kuendelea kujengwa juu ya misingi ya kutokuwajibika, matumizi mabaya ya madaraka na ubadhirifu wa rasilimali za umma bila kuwepo sauti thabiti ya kuhoji na kusimamia maslahi ya wananchi. Kwa muda mrefu sasa, viongozi ndani ya serikali wamegeuza taifa hili kuwa kama shamba la bibi, wakichota na kutumia rasilimali za nchi kwa namna wanavyotaka bila hofu ya kuwajibishwa. Kumekuwa na ukimya mkubwa kuibua na kufuatilia ubadhirifu unaoendelea serikalini, huku wananchi wakibeba mzigo mkubwa na madhara yake. Kupitia uchambuzi wetu wa ripoti za CAG, mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, tumebaini zaidi ya trilioni 7 zimepotea, zimetafunwa au zimetumika bila maelezo ya kuridhisha, lakini hakuna hatua madhubuti za uwajibikaji zilizochukuliwa. Hatuwezi kuendelea kuwa taifa linalozalisha ripoti nzuri za ukaguzi kila mwaka bila hatua ya kuwajibisha wahusika. Tumeendelea pia kusikia na kushuhudia matukio ya mauaji ya kihistoria yanayotikisa taifa bila kuwapo na uwajibikaji wa wazi. Tumeona pia wananchi wakiporwa ardhi zao na kuondolewa katika maeneo yao na kunyimwa haki zao za msingi bila kusikilizwa, kukiwa hakuna sauti mbadala yenye nguvu ya kuhoji na kuelekeza mjadala wa kitaifa. Tunataka baraza hili kivuli la ACT Wazalendo likawe sauti kuu mbadala ya kuhoji kwa nguvu na kuelekeza mjadala wa kitaifa. Tuondokane na huu kimya wa kuendekeza kutokuwajibika unaoendelea. Wito wangu kwa wajumbe wote wa baraza kivuli
ni moja tu: simamieni uwajibikaji kwa nguvu zote, msiwe watazamaji, msilale usiku na mchana katika kupigania uwajibikaji wa viongozi, matumizi sahihi ya fedha za umma, ulinzi wa haki za wananchi na utawala unaozingatia sheria na haki. ACT Wazalendo itaendelea kuwa sauti ya wananchi waliokata tamaa ya kusikilizwa, na baraza hili litakuwa mstari wa mbele kuhakikisha hakuna anayekuwa juu ya sheria wala anayefanya matumizi mabaya ya mamlaka bila kuhojiwa. Naendelea kuomba waandishi wa habari na umma kwa ujumla kutoa ushirikiano wenu mkubwa kwa awamu hii nyingine ya utendaji wa baraza kivuli.